Hali gani mwanafamilia wa channel kupendwa, na natumai ubuheri wa afya tele kabisa. Basi niendelee kukukumbusha kwamba usisahau kusubscribe maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video, ili uwe kwanza kabisa kupata habari zetu punde tunapokuwekea kwenye YouTube channel yetu. Sasa ni kwamba kama tunavyofahamu, sasa kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi imepoteza katika moja mechi zake muhimu sana, hasa za ligi kuu Tanzania bara, ambapo mchezo huo tunaweza kusema kwamba ni Mzizima Derby kati ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi dhidi ya klabu ya Azam Football Club, na Azam Football Club waliibuka kidedea kwa ushindi wa goli 2 kwa nunge au goli 2 kwa 0 dhidi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi, na kuifanya timu hiyo izidi kudondosha point katika mechi zake muhimu ambazo zilisalia, hasa kukamilisha vile viporo ambavyo kama klabu ya Wekundu wa Msimbazi inatakiwa kuvihakikisha viporo hivyo vimeshachezwa. Sasa ni kwamba kumetokea sintofahamu hasa katika mchezo huu baada ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi kupoteza, hasa kama tunavyojua kwenye vilabu hivi vikubwa, hasa kati ya Young Africans na Simba Sports Club, mara kadhaa vinavyokuwa vikifanya vibaya, kumekuwa na reaction ambayo kwa namna moja au nyingine, hasa kutoa lawama aidha kwa kocha, kwa wachezaji au kwa uongozi kwa ujumla. Lakini hiki kilichotokea leo naweza kusema kwamba ni kitu cha kushangaza hasa katika football letu, na ni kitu ambacho huenda tunaweza tukakiita ni kitu bora sana hasa katika mchezo football. Hii ni kutokana na namna mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi kwa namna walichokifanya baada ya kupoteza, lakini walionekana baada ya mchezo huo kuisha walitoka nje ya uwanja Benjamin Mkapa huku wakishangilia, wakiwashangilia wachezaji wao kwa kile ambacho wamekifanya hasa katika mchezo huo, japokuwa wamepoteza lakini bado wana imani na kikosi chao. Kwa hiyo tukio hilo limeleta hisia au limeibua hisia tofauti hasa kwa wapenzi wa football, hasa namna ambavyo mashabiki hao wametoa mfano kwa vilabu vingine kwamba mpira hata ukifungwa basi isiwe ni kitu ambacho cha kuhuzunika, japo kweli matokeo yanauma pale unapokuwa umepoteza, lakini kwa upande wa football lazima ushangilie, ufly. Ndio maana ya football, maana yake ni burudani kwa watu, lazima ufly kwa namna yoyote ile, aidha kwa kufungwa, kwa kushinda au kwa kusuluhu. Kwa hiyo naweza kusema kwamba tukio hilo limevutia watu wengi, hasa wale wapenda michezo hususan football. Kwa hiyo tukio hilo huenda likaongeza nguvu zaidi kwa wachezaji, hususan kwa kile ambacho kimetokea kutokana na matokeo mabaya ambayo yametokea. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni namna gani katika hili ambalo limejitokeza basi tukaweza kuliona kuna klabu zingine, hasa mfano kama klabu